Hebu tuongee waziwazi kuhusu uwekezaji kwenye dhahabu ya kijani, yani parachichi. Leo tutachambua kosa moja tu, kosa moja ambalo linaweza kukugharimu milioni na mbaya zaidi, kupoteza miaka 5 ya maisha yako. Kama kweli upo makini na huu uwekezaji, basi naomba unisikilize kwa makini sana. Ngoja nikuulize swali la moja kwa moja. Uko tayari kuweka jasho lako, pesa zako na matumaini yako yote kwa miaka 5 mfululizo, alafu mwisho wa siku ugundue kila kitu kimeenda na maji? Yaani kazi bure. Hii ndiyo hatari halisi inayowakabili wawekezaji wengi sana sasa hivi, na cha kusikitisha, wengi wao hata hawajui. Okay, sasa shida hasa ni nini? Ni hili hapa. Naomba uliangalie vizuri. Kosa kubwa kuliko yote ambalo ndilo chanzo cha hasara nyingi ni lile la kwenda shambani na kupanda miche ya parachichi bila kujua kwa uhakika ni aina gani hasa ambayo soko la dunia linaitaka. Ukifanya kosa hili la kwanza tu, yani tayari umeshapoteza mchezo hata kabla hujaanza. Ili tusizungumze tu nadharia, hebu twende kwenye uhalisia. Ngoja nikupe kisa halisi. Hii sio hadithi ya kutunga, ni maisha ya mwekezaji mwenzetu aliyepitia maumivu haya kwa vitendo. Huyu ni Bwana Hassan. Alifanya maamuzi kadhaa ambayo ukiyaangalia kwa haraka haraka yanaweza kuonekana kama yanapunguza gharama. Alichagua eneo lenye mwinuko usiofaa kwa parachichi za kuuza nje. Akanunua miche ya bei nafuu, akifikiri anaokoa pesa. Hakuzingatia sana suala la maji kutuama shambani, na kosa kubwa zaidi, alianza kilimo bila hata kuwa na uhakika wa mnunuzi. Baada ya miaka 5 ya kazi ngumu na kusubiri kwa hamu, matokeo yalikuwa nini? Hasara tupu. Hasara ya shilingi milioni 5.5. Pesa zote, muda wote na jasho lote viliyeyuka. Hii namba inapaswa kutustua sote. Na funzo kuu kutoka kwenye kisa hiki chungu ni hili hapa. Kujaribu kuokoa shilingi 1000 chache leo kwa kununua mchezi usiokuwa na ubora ni sawa na kununua tiketi ya uhakika ya kupoteza milioni kesho. Huu ni mtego wa uchumi wa uongo ambao wawekezaji wengi sana wanaangukia. Sawa, tumeshaona tatizo na maumivu yake. Sasa habari njema ni kwamba suluhisho lipo wazi na limethibitishwa duniani kote. Jina lake ni Hass. Hili ndilo jibu ambalo soko zima la dunia linakubaliana nalo. Hebu angalia hii chati rahisi lakini yenye nguvu isiyo ya kawaida. 80%, yani 80% ya soko lote la parachichi duniani linatawaliwa na aina moja tu, Hass. Hii sio bahati mbaya. Ni chaguo la wanunuzi wakubwa. Wao wanataka Hass na wako tayari kulipa bei nzuri kwa ajili yake. Na hii ndiyo sababu yenyewe. Angalia umbile lake, lile ganda lake lenye makunyanzi kidogo, ladha yake na uwezo wake wa kustahimili safari ndefu ndivyo vinaifanya iwe chaguo namba 1. Hili ndilo tunda ambalo waagizaji kule Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia wanalitafuta kwa udi na uvumba. Na sasa, hebu tuangalie namba ambazo ndizo zinatofautisha kati ya hasara na utajiri. Tofauti hapa ni kama usiku na mchana. Parachichi zetu za kienyeji au jambo zina soko la nje? Jibu ni hapana, 0 kabisa. Lakini Hass, soko lipo, tena ni kubwa sana. Bei yake kwa kilo moja ni kati ya dola 0.80 hadi dola 2. Hebu tafakari hapo. Hapa ndipo uamuzi wa kuwa milionea au kuishia na hasara kama Bwana Hassan unapofanyika. Sasa, swali la msingi ni, unawezaje kuhakikisha wewe unakuwa upande sahihi wa hii jedwali? Njia ya mafanikio ina nguzo 2 tu. Kwanza ni kutegemea maarifa ya kitaaluma yaliyothibitishwa na sio porojo za mtaani. Na pili ni kuwa na ramani iliyo wazi inayokuonyesha hatua kwa hatua ili uepuke mitego yote. Na hapa sasa ndipo tunapokuletea chombo ambacho kimebeba hizo nguzo zote 2. Huu ni mwongozo kamili wa kilimo cha parachichi Tanzania. Yaani, hiki sio kitabu tu, hii ndiyo ramani yako ya kuepuka hasara na kutengeneza faida za kweli. Na huu sio mwongozo wa kuokoteza. Umeandaliwa na wataalamu wabobevu wa kilimo biashara Afrika, ukiongozwa na Daudi Mwakalinga. Huyu ni mtaalamu mwenye shahada kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine na uzoefu wa zaidi ya miaka 20 shambani. Yaani, haya ni maarifa kutoka kwenye vita, sio tu darasani. Hebu fikiria hivi. Huu mwongozo sio gharama.
Fikiria kama ni bima ya uwekezaji wako. Ni uwekezaji mdogo sana unaokukinga na hatari ya kupoteza milioni ya shilingi kwa kufanya makosa ambayo ungeweza kuyaepuka kirahisi. Thamani halisi ya maarifa haya ambayo yatakuepusha na maumivu aliyoyapata Bwana Hassan ni zaidi ya shilingi 100,000. Lakini kwa sababu tunataka kuona wimbi jipya la wawekezaji waliofanikiwa, leo tu tunakupa kwa bei maalum ya shilingi 45,000 tu. Lakini subiri, kuna kitu kimoja muhimu. Hii ofa sio kwa kila mtu na sio ya milele. Ni kwa ajili ya watu 30 tu wa kwanza, watu walio makini na walio tayari kuchukua hatua sasa hivi. Tunataka kufanya kazi na wale wanaoamini katika maamuzi ya haraka na ya kimkakati. Na ili kuondoa wasiwasi wote kabisa, tunakupa dhamana ambayo haina kifani. Sikiliza vizuri. Soma mwongozo huu wote. Kama hutajifunza hata mbinu moja mpya itakayokuokoa na hasara au kukuongezea faida, tutakurudishia shilingi 45,000 yako yote bila kukuuliza swali hata moja. Na hicho kitabu utabaki nacho bure. Yaani, hatari yote tumeibeba sisi. Wewe huna cha kupoteza. Miaka 5 ijayo inaweza kuwa ya mafanikio makubwa au ya majuto makubwa. Uamuzi ni wako na unafanyika sasa. Fuata hatua hizi rahisi. Fungua M-Pesa yako, lipia shilingi 45,000 kwenda kwenye namba 0763071007. Jina ni Daudi Mwakalinga. Na mara moja tutakutumia ramani yako ya mafanikio moja kwa moja kwenye email au WhatsApp yako. Anza safari yako ya uhakika leo, sasa hivi.